Kwa hili dunia imekwisha. Huyo ni binadamu kwa jina Mr. Beast. Ameweza kujizika akiwa hai na ameweza kujizika kwa muda wa siku 7 na kujizolea umaarufu kwa kuweza kupata views ama subscriber za YouTube milioni 2,000. Hii ni kejeli. Michanga inaekwa katika shimo huku akifanya zoezi lake la kuzikwa akiwa hai. Hii inasikitisha kwa umati wa kileo, umati ambao ni wa mwisho. Hii ni kama kejeli, kumkejeli Mungu Muumba kwa kuweza kuingizwa katika kaburi akiwa hai. Vyakula alivyoandaa ila ni vyakula vipesi ikiwemo maji, biskuti, chokoleti na vinginevyo vingi. Sasa hiyo ni siku ya kwanza akiwa yuko katika shimo. Hiyo ni jeneza, hilo ni jeneza. Watu wako juu wanafanya stizai huku wakimuuliza, je, mdogo wetu unasikia nini ukiwa hapo ndani? Jamaa alijibu, nasikia viatu, nasikia kama mtetemeko kama munaokanyaga. Ni hofu ilimjia jamaa wetu. Alikuwa na wasiwasi, maana tukio kama hili hajawahi kulifanya katika maisha yake yote. Hizo ni video za kamera. Huyo ni nzi. Kitu kinachoshangaza, nzi huyo hakuwa muda wowote. Ni siku nyingine baada mvua kunyesha mzito. Jamaa ameamka huku rafiki zake wako juu wakimuenjoy. Ni tili nyingi wanamfanyia kama mojawapo ili aweze kuachana na mambo anayoyafanya. Wanamvunja nguvu ili awe muoga aweze kuacha hili zoezi lake. Ila mzungu ni nani? Aliendelea kufanya mambo yake huku vyakula akiviandaa kwa ajili ya zoezi hili. Hao ni kuku wa pakiti. Wao wako juu wanajivinjari kwa mapishi kwa vyakula tofauti. Inasikitisha kufanya kejeli kwa Mungu Muumba. Hawa ni wazungu. Haya mambo wanayoyafanya sio leo bali ni muda mwingi toka jadi. Ni mwili unadhoofika. Anasema mwili wake unakuwa ovyo. Anajihisi mwili wake hauna nguvu. Sasa walibidi waeke kamera. Waliweza kuweka pipe ndefu na waliweza kutumia vacuum. Kwa lugha nyingine ni mashini ya kusafisha, kutoa michanga ili wanapoweka kamera waweze kuona tukio zima. Zoezi la kamera lilianza. Walianza kuweka kamera huku jamaa wetu akibabaishwa na nzi. Sasa ni kamera imewekwa, wanamuona kila analolifanya. Mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, kisa hiki ni cha kusikitisha na ni kisa cha ukweli mtupu. Mtangazaji wako kwa majina ni Abu Samira. Hiyo ni picha anamwambia rafiki yake ambaye yuko juu, picha ya mamako
niko nayo. Jamaa alitabasamu huku akishangaa, akijiuliza maswali ya eti. Hii kwao ni kama pati. Siku ya pili, siku ambayo ilikuwa ni siku mzito kwa jamaa wetu, mvua na radi zikipiga, huku wasiwasi ukimjia. Marafiki zake wanababaika kama wavaaji baika. Hayo ni maua yameekwa na kabisa. Jamaa amelala. Ni siku ya tatu imefika. Siku ya tatu mtawaliwa. Leo wamekuja na tukio la kuweka spika. Wanafanya mengine. Wanaeka miziki. Jamaa anababaika. Milio inatikisa kila pembe. Hilo ni sanduku lake, ama kwa lugha nyingine jeneza lake linatetemeka. Ni nyimbo zimewekwa. Spika zaidi ya 10 ziko katika kaburi lake. Inasikitisha. Kwa hili sitoacha kuwaambia. Sina mengi zaidi. Jiunge nami katika sehemu ya pili, na sehemu ambayo ni ya kukata na shoka. Nitaeleza mwisho jinsi mambo yalivyokuwa. Hiyo ni screw imetoka katika lile jeneza lake. Mpenzi mtazamaji, usibonyeze kidude.